ndio taifa letu. Samsoni akakosa, akaenda wapi? Timna. Informer, inspirer, impacter. Voici MAM Média. MAM Média, la voix qui informe le monde. Je, unajijua? Unakumuuliza mtu identite, unajua wewe ni nani? Kuko sasa tunajisahau na tunajizaraulisha. Mtu akikuuliza wewe ni nani, kwa mwenyewe unaweza shindwa ile swali. Dada, simama kidogo. Wewe wa kwanza ndio ninauliza. Mpatie kama mikrofoni. Wewe ni nani? Yeye ni Jessica. Basi. Jessica? Zialiwa. Ziruka. Mtoto azialiwa na mama Janine. Ndio. Amemaliza. Ibara amemaliza. Patia mwenyewe kwa nyuma yako. Wewe ni nani? Mimi naitwa kwa jina la Ajo wa Mungu wa Kizimana David. Ndio. Nasomanga kwa Institut la Sagesse Mzeme Santi. Endelea. Endelea tu. Na basi. Ninaishi ile ya Bukavu. Quartier ya Lukemba. Bo, uko mpagani? Hapana. Nimebatiziwa katika kanisa la Waadventista. Donc muidentite yako uko Mkristo. Ndio. Kingine Mkristo uko nini? Uko mwimbaji na katika kanisa inafanya huduma ya kuongoza nyimbo. Mnasikia? Identite yake kubwa ni Mkristo, tena ni nini? Ni mwimbaji. Akisahau, ngoja nikwambie kila mtu mwenyewe anifuate. Mbele ufanye kitu, ukumbuke wewe ni nani. Ukumbuke watu watasema nini. Anasema yeye ni mwimbaji. Mbele ufanye eske mwimbaji anaweza fanya kenyeni na fanya. Tena anasema mtoto wa paseri. Eske kenyeni atafanya mtoto wa paseri anaweza kujifanya. Tena niko mwanafunzi. Eske kenyeni nafanya mwanafunzi tena wa wapi? Wa kwa Institut la Sagesse anaweza kukifanya. Ukifanya kitu kenye haungefanya inaleta nini? Aibu. Ninapenda fundisho letu la leo inakuwa katika kisa cha kijana sawa wewe. Huyu kijana wenyewe anakuwa na Biblia, mtaingia katika Waamuzi tuanzie mstari wa 13. Katika mstari wa 3 kuna kuwa familia. Hii ni familia ya Manoa. Manoa alikuwa mtu wa Mungu. Manoa alikuwa muombaji. Ndio identite yake. Lakini akapata shida yenye alikuwa nayo, bibi yake hakuzaa, bibi yake alikuwa tasa. Akafanya miaka akakosa mtoto na akakata tamaa ya kufanya nini? Ya kuzaa. Wakati mwanamke iko shambani, iko kunyumba peke yake, akatembelewa na mgeni aliyeleta habari njema. Nawaambia visa hatutasoma tu kwa sababu tukisoma tutasoma tu verse moja. Akamwambia mwanamke, ninakuletea habari njema, utachukua mimba na utazaa mtoto, tena mtoto mwanaume. Ilikuwa habari njema kwa tasa. Kwa ule tasa ilikuwa habari njema. Juu ya raha, mama akuuliza wewe ni nani? Mgeni akafanya nini? Akaenda. Wakati mume anakuja, mwanamke tu alikuwa anangoja bwana yake, anamwambia unajua, na mimi nachukua mimba, tena nazaa mtoto, tena gaso mwanaume. Bibi yake ndio akamuuliza, ni mgeni gani? Alitoka wapi? Mwanamke akasema sijue na sikumbuka kuuliza jina lake. Manoa akaomba Mungu, akasema Mungu, huyu mgeni mwenye, lakini akamwambia huyu mwenye utazaa, alimpatia shurti. Ngao msikie zile shurti. Malaika wa Bwana akamtokea mwanamke akamwambia, tazama wewe sasa utasa huzai, lakini utachukua mimba nawe utazaa mtoto mwanaume. Basi sasa
jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo. Usinywe nini? Divai. Usinywe nini? Kileo. Wala usile kitu chochote kilicho najisi, kwani tazama, utachukua mimba nao utazaa mtoto mwanaume, na wewe usipite juu ya kichwa chake wembe, maana mtoto huyo atakuwa mnaziri wa nani? Wa Mungu toka utoto wake. Mnaziri wa nani? Identite. Mnaziri wa nani? Na akamwambia utapokuwa mimba usinywe nini? Hapa ni fundisho moja kwa wamama. Kuko wamama wenyewe mimba inawaambia wakunywe pombe. Kuko pombe ya kasiksi yenyewe anatiaka mnini? Mutama. Anamaliza katie na iko anatafuta ile mutama sasa. Ile mimi sikunywake pombe, lakini mimi naniambia nilikuwa natafuna nini? Ile macheti. Awe mimi naniambia nikule kanguruwe. Hii mimba, hii fundisho ya kwanza yenyewe tutajifunza. Usikunywe nini? Malaika akafanya nini? Akaenda. Manoa akaomba Mungu, akaambia Mungu, huyu mtu mwenyewe umenitumia, uruhusu afanye namna gani? Arudie tena atupatie shuti za kulea nini? Mtoto. Manoa iko kwake, mwanamke iko mshamba, tena ule mtu akafanya nini? Akamtokea tena akakutana nini? Mwanamke alipoona Kenya alifanya, alikimbia. Akaenda ambia mume wake. Akaambia mume wake, ule mtu amefanya nini? Amefika. Mwanamume Manoa akakutana mjumbe. Akamuuliza, "Je, wewe unaleta habari njema kwa mume wangu, kwa mke wangu? Ulimwambia nini?" Akaanza muuliza kusudi naye arudie nini? Kenya alimwambia ni vile bibi yako atachukua nini? Mimba. Mgeni alipotafuta kwenda, Manoa akamwambia, ungoje tutafute nini? Chakula. Hii ni fundisho kwetu sisi. Ni namna gani tunapokea wageni? Mgeni akasema, hapana, usinipe chakula. Ile chakula ungenipa, hii kondoo, hii mbuzi ungenipa, utoe nini? Utolee Mungu sadaka. Je, unapochukua mimba unatolea Mungu sadaka? Na akatoa sadaka, akatoa kafara, na Mungu akakubali nini? Ile kafara. Havikukawia, mwanamke akachukua mimba na akazaa nini? Mtoto, na ule mtoto wakamulea kufuatana na utaratibu wa Biblia. Amen. Akakoma. Mtu anapokomana kenye kinafuata ni kinini? Ni nini? Ni kuoa. Sawa tu. Huyu kijana alikuwa ameandaliwa. Kwa nini? Mungu alikuwa amemwandaa. Mungu alimpatia mission. Mungu alimwambia mtoto, mission yake ilikuwa kuverse 13. Wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono ya Wafalistini muda wa miaka 40. Mungu akasema, huyu mwenyewe alikuwa hazae atazaa mtoto mwanaume ambaye atakomboa taifa langu, ambaye atawatosha katika utumwa wa nani? Wa Misri. Walikuwa wamefanya miaka ngapi? Miaka ni michache. Miaka 40. Ndio ilikuwa misio yake. Sasa kijana anakomaa. Anapokomaa anafanya sawa jinsi wa vijana wako wanafanya leo. Kuverse 14. Akatoka kwao Misri. Akashuka akaenda Timna. Timna ilikuwa village yenye ilikuwa katika nchi ya Wafilistini. Kwenda kutafuta nini? Akatafuta, akakosa mwanamke wa Israeli wote.
wote akakosa, akaenda wapi? Akasahau kama ni mchaguliwa wa nani? Tuko na wagaso iko natafuta musichana mubadive, anakosa. Anatafuta mkanisa ya nguva, anakosa. Anaenda ibada, anafanya nini? Anakosa. Anaenda muo plateau, anakosa. Analipa bato, anaenda Goma, anafanya nini? Anakosa. Analipa barriere, anaenda Rwanda, anafanya nini? Anakosa. Unasikia kwa nasema mubadive hakuna basichana. Kama umekosa mwapa ibanda, mwapa muvile, umekosa na Goma. Analipa visa, anaenda Kampala, anafanya nini? Anakosa. Unapomwambia mubadive hakuna nini? Hakuna. Kweli umekosa. Kama umekosa Mwafrika, lipo ende wapi? Ulaya. Samsoni akakosa mwanamke mutaifa lote la wapi? La Israeli. Taifa la Israeli la sasa la Wakristo ndio taifa letu la Wakristo. Kwenye utakutana mwenzenu Mkristo ndio taifa lako. Amen. Amen. Ndio taifa lako. Kwa sababu mnaambatana kwa nini? Kwa tabia. Ukifika kwa mudive wa Amerika. Sinaba nafundaka basi kule nguruwe. Eske kama uko nakula utamuuliza kama ni nguruwe? Utamuuliza kama ni nyamafu? Utakula kwa sababu unajua kama afanya nini? Hakulake. Ndio taifa letu. Samsoni akakosa. Akaenda wapi? Timna. Mwenye kuna Biblia inasomea 14. Mstari 14. 14 Waamuzi, atuka pamoja 10. Waamuzi 14. Ndio. Mstari wa kwanza. Samsoni akashuka kwa Timna. Tunasikia alipanda akashuka. Akaona kwa Timna mwanamke mmoja. Lakini alipofika Timna akaona nini? Huko wenyewe wako wanakosa wanawake mkanisa, anaposhuka anafika Munganda anamuona. Munganda. Amemkosa wapi? Anaangalia mkorale anakosa, fika Munganda. Endelea. Akaona mwanamke mmoja wa binti za Wafilistini. Ndio. Akaona mwanamke. Akapanda, akawaambia baba yake na mama yake, akasema. Akaleta habari kwa baba yake na mama yake akasema, nimeona mwanamke wa Timna. Maria, nimeona mwanamke wa wapi? Timna. Wa binti za Wafilistini. Za Wafilistini. Basi munitwalie huyu awe mke wangu. Unitwalie ule ndio akwe nini? Endelea. Baba yake na mama yake wakamwambia. Wazazi wake wakamuuliza, mwanamke hayuko katika binti za ndugu zako? Katika Wakristo wa Sabato wote unakosa nini? Mwanamke. Hata uende kuoa mwanamke wa Mfilistini? Ndio. Wasiotahiriwa? Wasio nini? Maana yake wasiobatiziwa, si vile? Asiyebatiziwa ni nini? Ni mpagani. Samsoni akaambia baba yake. Sawa wajene wale. Unipatie huyu. Huyu ndio fanye namna gani? Unioweshi. Kwa maana ananipendeza sana. Ule ndio anafanya namna gani? Simama. Basi, wazazi watagombana. Basi wazazi wakasikia nao wakashuka Timna kwenda kwa wewe nani? Samsoni. Wakati wako njiani wanaenda, walipofika mumigomba, nasema migomba ndio tunayua hapa au mumizabibu. Samsoni akaacha wazazi akaenda mpori kadogo, sasa mwenyewe kwa nasafiri. Alipofika mkapori akakutana na musimba. Simba alipotafuta kumrarua, alikamata akaipasula mara pili. Akaenda hakwambia wazazi wake. Wakadiskite, wakaelewana, wakarudia na wazazi, wakafika wapi? Kwao Israeli. Nyuma ya siku akaenda kufianse. Kwao nani? Kwao msichana.
Akafika, akarudia tena, akaenda kutafuta ile simba yenyewe aliuwaka. Alipoenda kuiangalia, akakutana mumeingia imekufa na imeoza na kifo yake mwile mifupa mumeingia nini? Nyuki na mko asali. Akakamata asali akafanya nini? Akakula, na nyingine akabebea nini? Mke wake akabeba wazazi yake, alikuwa iko narudi. Akapatia baba yake na nini? Na mama yake, lakini akwambia asali imetoka wapi? Wapi? Kukafika siku ya harusi. Samsoni akashuka. Kumila ya Wafilistini, maandalizi ya ndoa ilikuwa inafanya siku 7. Kijana ameandaa fete, wanafanya fete ya siku ngapi? 7. Wako msichana wanatafutia kijana wengine wa vijana ambao watabakia pamoja naye. Samsoni wakamletea wenzake wa nani? Wa vijana. Wanafanya wakati wako wanakesha kumoto, wanaanza wanazungumuza. Samsoni akaambia wale wa vijana, natawaambia kitendawili. Hii kitendawili mkikiweza kusiku 7 nitawapatia nguo za kitani. Nguo za kitani ilikuwa nguo ya valer, ya thamani. Nguo ngapi? 7. Na za kubadilisha njoo nguo 2. Nguo 30. Nguo ngapi? 30 za kitani na 30 za fanya nini? Za kubadilisha. Ikiwa na nyinyi hamwezi, na nyinyi mtanipatia nguo ngapi? 60. 30 za kitani na 30 za. Akasema Samsoni, sema. Nisomee ile hadithi yenyewe aliwaambia nini? Mstari wa 8. Ndio. Na nyuma ya wakati akarudi kumtwaa, akageuka kando atazame kitumba cha simba. Soma 14, ile yote nimefasiria. Soma 14. 14. Akawaambia, katika mwenye kula chakula kinatoka, na katika mwenye nguvu unatoka utamu. Unasikia? Katika mwenye kula chakula kunatoka, na katika mwenye nguvu kunatoka nini? Utamu. Njoo nini? Kitendawili njoo nini? Kwa siku 3 hawakuweza fasiria hadithi. Simamia kwanza tu. Tukisoma tu tamaliza. Siku ya kwanza hawakufasiria. Siku ya pili hawakufasiria. Siku ya 3 wafanya namna gani? Mnaweza walifanya namna gani? Wakasema mwenye anaweza kumuweza. Mnaweza na mwenye angemweza? Ule hayakuwa dalili. Mwenye angemweza ni nani? Ni fiancé. Kwa sasa Samsoni alikuwa anafanya namna gani? Anampenda. Wakafuata ule mwenye akalunga, wakamfuata. Walimwambia kitu gani? Endelea sasa. 15. Ndio. Na ilikuwa kwa siku ya 7. Ndio. Wakamwambia mke wa Samsoni, bembeleza mume wako atuambie hadithi. Mnasikia vyenyewe vinaanza? Umufanye nini? Umubembeleze. Mama, mnajua kubembeleza? Ndio. Sawa. Kuko ba mama benye abayue kuomba. Kama unipe nguo achia pale. Ndaenda kwetu ndaitosha, sika kama atanipatia hai. Na kinguo yote. Acha na nilikomba tu, sinaweza enda kwetu ninatosha. Bembeleza. Endelea. 16. Mwanamke wa Samsoni akalia mbele yake. Akafanya nini? Akalia. Akasema. Akafanya nini? Mnajua Mungu ameumba wa mama, anaweza kupatia strategy, analia na hali. Kusudi tu kuweze unaweza kama kwa nini? Iko analia, ukitoka kadogo ona huyu. Ukikuya analia. Nafanya nini? Mwanamke machozi kafanya nini? Toka, endelea. Akamwambia, unanichukia tu. Kumbe haunipendake kabisa. Nawe haunipendi. Kumbe haunipende. Umepasha wana wa watu wangu hadithi. Taifa langu mmewapatia hadithi. Nawe haukuniambia. Mbona haukuniambia? Alikuwa na devoir kumwambia. Endelea. Akamwambia,
Sikukuambia baba yangu na mama. Mnasikia? Samsoni, kenye sikuambia mama yangu. Na kenye sikuambia nani? Wewe ndo niambie. Nitakwambia wewe. Ndio. Akalia mbele yake siku 7. Tena akafanya nini? Machozi ya kuintimidate. Iko na maana namna gani? Endelee. Kwa siku ya 7. Kwa siku ya 7 Akamwambia. Samsoni alipoona mtu atakufa akafanya nini? Akamubomolea nini? Akasahau identity yake. Kama yeye ni mnaziri wa nani? Akatoa siri. Alipomaliza kutoa siri, alikimbia akaambia bale bagasoba kwao. Hakuna kingine. Ameniambia nini? Siri. Ilipokuwa siku ya 7, soma 18. Watu wa mji Ndio wakamwambia kwa siku ya 7 mbele ya kushuka kwa jua. Ndio. Nini ni mtamu kuliko asali? Ni nini iliyo mtamu kuliko asali? Na nini iliyo na nguvu kuliko simba? Na nini iliyo na nguvu kuliko simba? Akawaambia, kama msinge liniambia, kama msinge lima na ngombe yangu, kama msingepata kutambua hadithi yangu. Bo. Hadithi wameiua? Kitendawili imejulikana? Wakasema hakuna kenye kiko na nguvu sawa simba na hakuna kiliko na utamu sawa nini? Samsoni aliposikia mumenichezea kupitia nini? Mke wangu. Samsoni akakasirika. Akatoka pale, ndoa haikutendeka tena. Ndoa ikasimama. Ya ndoa haiko tena. Akasimama akaenda njiani. Akasikia akangoya watu wenyewe wako natoka shambani. Akawaua watu 13 wa Wafilistini. Akaondoa zile nguo zote ngapi? 13 akalundika. Akaenda mkanisa yao sawa leo. Akakutana wanavala manguo za kitani wote akawaua. Akakamata nguo ngapi? 13. Akawaletea. Akasema nguo zenu hizi. Akaacha mwanamke akarudia kwao. Mama kwa yake akasema sasa mwanamke mwenyewe alikuwa amejiandaa kufanya nini? Kuolewa, haolewe tena mimi ndamfanya namna gani? Mnaweza ile example iko rahisi. Ulikuwa umeandaa mwanamke kama atafanya nini? Na alishapanga. Kisha anamwambia hata olewa. Wazazi hawezi mpona. Baba akasema huyu sitampona. Sitampona. Akasema sasa nyie benyewe walikuwa na nani? Na Samsoni, juu sitaweza huyu mwanamke mumoja afanye namna gani? Ajikamatia. Marafiki ya Samsoni, mumoja akafanya nini? Akamkamata. Samsoni akaenda kwao. Na amekasirika, akawakia kwao. Juu alikuwa anapenda ule mwanamke, nyuma ya siku kasirani imepunguka, akakumbuka bibi yake. Tena akashuka Timna. Akasema sitaenda kubukwe, akaleta mwana mbuzi. Alipofika akaambia babu yake unipatie mke wangu. Alikuwa angali. Akaambia hapana, mke wako unaona ni waza haumpendi tena, lakini mdogo yake njoo anakuwa kama mrembo kumshinda, ukamata nini? Mdogo wake. Kwa sababu ule wakati unaona na mwacha nikampatia. Samsoni akasema ile ndio kunichokoza sasa. Unapanda na mke wangu? Samsoni akapanda. Akaingia mpori. Akabana mbweha. Mbweha ngapi? 300. Walikuwa wamevuna ngano, wako wanavuna ngano wanazifungia mshamba. Kusudi zikauke nini? Ilikuwa wakati wa kuvuna. Na zingine hazijavuniwa. Samsoni anakamata mbweha 2 anafungia pamoja mwingine. Anakamata 2. Sasa 3 zikakuwa mbweha. Sasa 50 zafungiwa makuple. Alipomaliza akakamata moto akatia kumkia ya mbweha. Ndio akatuma mashamba.
mbweha kwenye ziko zinakimbia moto, unajua ziko zinalunguza nini? Mashamba ya ngano zikalungula. Ilipokuwa usubuhi, ulikuwa na shamba lako na mbweha mashamba zinalungula na nyumba zinalungula. Wakasema mwenye amefanya hiki ni nani? Huyu ni mtu gani? Ase ule ni Samson. Samson ndio wae. Ule mwenye alienda oa amekasirika juu alipana nini? Mke wake. Wafilistina wakajitia pamoja, wakashuka kwabo ule mwanamke, wakaua ule mwanamke, wakaua na baba yake, wakaua na kabila zao zote na familia zao. Wakafanya namna gani? Samson akasema ila haitoshi. Bila ni nini? Ni bien. Mimi siafanya namna gani? Si alipa kisasi kunipania mwanamke. Si afanye nini? Kisasi. Basi Wafilistini wakapinga kambi yao katika Yuda. Wafilistini walikuwa wanafanya vikosi. Wakati Samsoni alimaliza, akashuka akaenda bakia Gaza. Akabakia mulishiwa ni moja pale, iko anapumzika. Wafilistini wakasema ule Samsoni iko wapi? Wakajitia pamoja na wakashuka kwa taifa la nani? La Waisraeli, wakawakamata mateka, wakawakamata hata na mama yake mateka. Kwenye Samsoni iko wapi? Gaza. Wakati iko kule, watu wa Gaza, watu 3000 wakajitia pamoja, nasema huyu Samsoni twende tumkamate, tumfunge, tumpatie wanani? Wafilistini, kwa sababu ametutesa, anaacha wanatuua. Samsoni kwenye iko akaona watu 3000 wanakuja. Akamwambia mnakuwa tafuta nani? Sasa tunakuwa kutafuta. Jua nini? Umetutesa. Haujua kama Wafilistini ndio wametutawala? Mbona umetutesa, vitu vyetu vimeporwa? Samsoni akasema sasa tunakuwa kukufunga. Samsoni akasema basi munifunge, lakini msiniue. Munihakikishe kama mtafanya namna gani? Wakamtia makamba, wakamletea wanani? Wafilistini. Wafilistini walipomuona wakafurahi sana. Waisraeli wenyewe walikuwa waya kufa, wakawaachilia. Mwenyewe tulikuwa tunatafuta, tumefanya namna gani? Wakisha ondoka Waisraeli, watu wanakusanyika wengi, alikata tu makamba, akawaua wote, hakuna hata mmoja mwenye alitoka. Akaondoka. Kosa la pili, akajisahau, akaondoka, akaingia, niseme ni bara, njoo Nganda. Nasema Nganda ndio inajulikana. Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke, nisome 16:1. Sipendi nisome hii verse. Inasema hivi. Ndio. Samsoni akaenda Gaza. Akaona huko mwanamke kahaba. Akakutana nini? Yeye ni nani? Mnaziri. Anaenda wapi? Mwanamke kahaba. Wewe ni nani? Mkristo. Na unaenda kwa kahaba? Identity yako ni nani? Wakristo wanaenda kwa kahaba. Sasa mnaziri wa Mungu anaenda kwa nani? Endelea. Akaenda kwa kahaba. Akaingia kwake. Watu wa Gaza wakamwambia, ndio, ya kwamba huyo Samsoni amekuja huku. Ndio. Wakamzingira, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji. Bwana nifasirie sasa, nimalize. Yes. Wakati iko kwa kahaba, watu wanaanza kwenye Samsoni ameingia. Habari kazunguka kwenye Samsoni wapi iko. Wakasema hapa ndio tutamwezea kwa kahaba. Wakaita wale watu wenye nguvu wote, wakazingira nyumba ya nani? Ilikuwa vile, wakazingira vile. Wako wanangoja, tutaona busubuhi kwenye atatokea, hapa ndio tutamwezea. Ilipokuwa usiku 00, Samsoni akalamuka, akaingia kumlango ya vile,
ilikuwa mlango yenyewe kwa na nguvu, akaikamata akaitikisa, ile mlango ikatoka. Wenyewe walikuwa wanachunga wakakimbia. Akakamata mlango na kadrema akatia kwa mabega akabeba. Akaenda kukilima akatia kwa nini? Ile mlango. Portai. Bangeonyesha ule. Mlango yenyewe imejengewa na beto. Hakuna mwenye alijionyesha. Sasa hakusimamia pale. Soma ine. Baada ya hayo akamupenda mwanamke mmoja. Tena akamupenda nini? Wangapi ule? Watatu. Katika bonde la Soreti. Ule mwanamke aliitwa nani? Eske mtu unaweza pata dada mwenye anaitwa jina la Delila? Eske ni jina ya mbaya? Delila ni ya mbaya? Mbona Delila kajina kama mzuri? Viongozi wa Wafilisti wakamwendea yule mwanamke, wakaambia yule mwanamke na kumwambia umubembeleze. Ufanye nini? Ili atupe kujua siri za nguvu zake. Ajue siri za nini? Za nguvu zake zilizo nyingi, na jinsi tutakavyoweza kumshinda, ili tuweze kumfunga na kumutiisha, nasi kila mmoja wetu atakupa shekeli 1,100 za pesa. Ukiwaza Samsoni, kila Mfilistini atakupatia franka ngapi? 1000 combien? 1100. Kila mtu. Wewe tu wewe wauliza sasa. Muwazi. Samsoni mwenye ameshinda wanaume na wanani? Na wanaume. Wakampatia mwanamke. Napata ikisa tena tunaporudia mtu mwenye Biblia anajua kama mwenye akili sana, mwenye hekima ni nani? Ni nani mu Biblia? Mwenye alimuweza ni nani? Mungu akampatia mwana. Wewe ufanye nini? Delila alikuwa kahaba. Alikuwa na mastrategy zote ufanye namna gani? Za kubembeleza. Alibembeleza Delila nani? Samson alikuwa anajua siri ya nguvu zake kama ni nini? Anamubembeleza hata analia. Sitasoma ile kubembeleza kote. Ndasoma moja moja. Soma mstari wa 6. Nasema. Endelea tu. Endelea kwenye ulikuwa umefika tu. Okay. Hivyo Delila akamwambia Samsoni, naomba niambie siri hizi nguvu zako nyingi. Ninakuomba uniambie siri za nguvu zako. Unakuwa na nguvu nyingi. Wewe naua watu 3,000. Uko na nguvu za namna gani? Uko mtu gani? Na jinsi utakavyoweza kufungwa ili kukutisha. Namna gani unaweza kufungwa na kuwa sawa watu wengine? Bana mimi niko hapa. Unaweza toa sawa ile siri. Sikia Samsoni alitoa nini? Samsoni akamjibu. Kama wakinifunga kwa kamba 7. Wakikamata kamba ngapi? 7 wananifunga. Upinde ambazo hazijakauka bado. Zenye hazijakauka. Hapo ndipo nitakapokuwa dhaifu. Na mimi ndakuwa dhaifu kama mtu mwingine. Sawa watu wengine. Ile ingefunga ingeshinda Delila. Endelee. Viongozi wa Wafilisti wakamletea yule mwanamke kamba 7 za upinde ambazo hazijakauka bado. Zile kamba akazitumanisha, wakaziletea ule mwanamke, wakaziletea Delila. Akamfunga nazo Samsoni. Akafunga nani? Samsoni mwenyewe anashinda wanaume, mwanamke akafanya nini? Akamfunga tena mmoja. Tena kahaba. Endelea. Wakati watu wakiwa wanamvamia katika chumba. Mko mnasikia? Kwenye Samsoni analala. Mwanamke ashafanya neno gani? Watu wengi wakakuja kamata nani?
Samsoni. Mwanamke akamwambia Samsoni. Wafilistia wanafanya kuyafanya namna gani? Alifanya namna gani? Alikata zile nini? Zile alilamuka anazikata. Ase sawa uzi zenyewe anatia kumoto. Biko wapi tena akaua. Soma 6. Sita. Ndio. Hivyo Delila akamwambia Samsoni, ndio, naomba niambie siri hizi nguvu zako. Ushasoma hivi? 10. Ndio. Ndipo Delila akamwambia Samsoni, umenifanyia mzaha na amemdanganya mara ngapi? Na kuniambia uongo. Umenifanyia nini? Unanizihaki, unacheza na mimi. Ndio. Tafadhali niambie, waweza kufungwa na kitu gani? Ni nini yenyewe naweza kukufunga wewe? Akamwambia, wakinifunga kwa usibiti wa kamba mpya ambazo hazijatumika. Ukipata kamba zenye hazijatumika, basi zile zafunga bato zile. Endelee. Basi nitakuwa dhaifu kama mtu mwingine yeyote. Na mimi ndakuwa sawa mtu mwingine. Ile kama ingekosekanaka. Endelee. Hivyo Delila akachukua kamba mpya, akakamata kamba mpya na kumfunga nazo. Akafunga ndani Samsoni. Kisha akamwambia Samsoni, Wafilistini wanakuja. Tena wako wapi? Alilamuka anakata nini? Kamba wako wapi? Tena anafanya namna gani? Tena anaua watu. Endelea. Delila akamwambia Samsoni, akamwambia, mpaka sasa umenifanyia mzaha na kuniambia uongo. Mbona uko unanidanganya? Mbona waliza papa wenyewe bikomba? Ungekuwa Samsoni ungefanya namna gani? Ungekuwa Samsoni ungefanya nini? Sasa Samsoni alikuwa anapenda Delila sana. Endelee. Sasa amjua kama upendo ni lukamba. Upendo ni lukamba. Angeweza kujitosha. Delila alikuwa amemfunga na lukamba la upendo. Endelee. Nielezee ni jinsi gani utakavyoweza kufungwa. Uniambie jinsi unaweza kufungwa. Samsoni akamwambia, kama ukivichukua hivi vishungi 7 vya nywele za kichwa. Unaona anaanza toa nini? Unapoona mtu kwenye anaficha anaangalia. Akasema niko na vya nini? Ukikamata numoya unanifungisha, ndakuwa sawa nini? Sienjo iko naye, sienjo iko na maisha yake. Papa, mnajua kama mama njoo kwa na maisha yetu. Njoo iko na maisha yetu, wale njoo bashifu yetu. Ukikamata tu, mwanamke akakamata akafanya namna gani? Akafunga nini? Alipomaliza akamwambia Samsoni wanakuja kutafuta. Tena aliamka akafanya namna gani? Akakata viko wapi? Tena akaua. Baba wote walifuja. Sasa 15 ndio ilikuwa verse yetu. Ndipo Delila akamwambia, wawezaje kusema na kupenda? Namna gani unanidanganya kama unafanya namna gani? Unanipenda wakati moyo wako hauko pamoja nami. Samsoni, kwani unanipenda? Unasema unanipenda na japo roho iko wapi? Iko mbali. Samsoni akalia. Samsoni, ngoja niwaambie, Samsoni angali anakumbuka kama kwa mnaziri wa Mungu. Angali anakumbuka yeye ni nani? Angali Israeli. Alishakuwa wapi? Mbali. Wazazi wake wanajua iko wapi? Dada yangu, unajua kama uko mwimbaji? Kwenye unatokaka après kite. Wazazi wanajua kwenye umeenda. Kuko terme yenyewe imetokea. Elizima badiva baya yu. Aseme na mimi nda sortire. Unasikia unakutana msichana wa mpagani akasema na mimi nishaka sortire na lile baba. Elizima hajafika mubadive. Asema na mimi nimesortire. Umesortire kwenda wapi tena?
Unajua kama uko mwimbaji dada, njoo identity yako. Mwimbaji wa nini? Wa kanisa la nini? La Wasabato, ambao wanaokuwa na identity yetu. Na lengo letu ni kwenda wapi? Mbinguni. Nilipataka ya Android wakati nilisortiraka na ule mubaba. Identity yako ni sortile. Wewe mnaziri wa nani? Umebatizwa. Je, unajua kama umebatizwa? Je, unajua kama unaitwa kwa Mkristo? Wa vijana wenyewe uko humu. Wakati uko naenda timu na hakuna wokovu. Hata uforce wazazi wa kubebe timu na wakati utakuwa na shida utakuwa pamoja nao. Mchungaji wakati alifundisha alisema watu watatu wenyewe wasiki yake. Na mimi nikaongeza waini. Yeye alisema mwenye anabeba nyama, mwenye atalendera na wakukufu. Kwa pamoja. Ule wa kulendera mwenye ataogaso wa kuoa apata asikia yake mashauri. Anajiona ndio mwenye akili. Unajua maana Samson akusikia mashauri ya nini? Unajua mwingine mwenye asikia yake? Mwenye atauza kikama. Hata ya gari hata ya moto. Unamwambiaka hii gari shashindikana, hapana, ile ni wivu. Atasikiaka na imemulalisha munjia. Wakuza kikama naye asikiaka. Je, Samson angali anakumbuka mashauri ya wazazi wake? Kama ufuate mashauri ya wazazi, huko siku utawakumbuka. Endelea pastor. Identity yako ni nani? Mkristo wa Sabato. Hauko selema Mkristo, lakini uko Mkristo wa nini? Wa Sabato. Endelea. Ndipo akamwambia Samson, mpaka sasa nilifanyia mzaha, uko unanichezesha, ndio uongo, umenidanganya. Nieleze ni jinsi gani utaweza kufungwa. Uniambie namna gani unaweza kufungwa? Hatimaye Samson alikuwa na akili, alikuwa na akili. Alikuwa na akili, lakini alikuwa amefungwa na mapenzi. Hatimaye baada ya kuwa amemsumbua, wakati amemsumbua, alifanya muda anamsumbua, anapoanza sema, mnajua kuko ba mama benyewe banaweka patia baba nao pinisio. Kama afurahi na hata kuchekea na hata kusemesha. Delia ana bana na hakuna pinisio sawa ya kunyamazia mtu. Samsoni aliposhindwa kuvumilia alifanya nini? Hatimaye baada ya kuwa amemsumbua kwa alipomsumbua siku kwa siku na kumuuzi, roho yake ikataabika hata kufa. Akasikia anataka nini? Stress. Roho inataka suka. Hivyo akamwambia yule baada ya kujua acha nimwambie siri. Hivyo akamwambia yule mwanamke, akamwambia mwanamke siri yake yote. Siri yangu ni akamwambia wembe haujapita kamwe kichwani mwangu. Tangu utoto wangu sikunyolewaka. Kwa kuwa mimi ni mnaziri wa Mungu. Mimi ni nani? Kuko kwenye unafikako unakumbuka Ukristo wako. Lakini shia tuko madivea, mbona ulishaenda kwenye uko nifazia kama uko mdivi? Mimi ni mnini? Ni mnaziri Mungu. Mimi ni mdive. Hatukunywake pombe. Dado tanilendera hapana, sisi ni wadiva tulenderake. Mimi ni mdive. Mimi mnaziri wa nani? Mimi mchungaji. Mimi mzee wa kanisa. Mimi msabato. Endelea. Tangu tumboni mwa mama yangu. Tangu tumboni mwa mama yangu. Kama nywele za kichwa changu zikinyolewa, nguvu zangu zitanitoka na nitakuwa dhaifu kama mtu mwingine yote. Ametoa siri? Mnajua kwenye alimtia. Alimbembeleza,
akamubembeleza, akamulalisha kumiguu. Unasoma basi kama umefika. Delila alipoona kuwa amemwelezea siri yake yote, akatuma mjumbe kwa viongozi wa Wafilisti. Alituma nini? Mara hiyo nimejua mkuja wengi. Akawaambia, njoni tena mara nyingine. Njoo mara mtakufa. Maana njoo mara ya mwisho. Maana amenieleza siri yake yote. Nimezijua zote. Basi viongozi wakafika kwa Wafilisti, wakaja kwa Delila wakiwa na fedha mikononi mwao. Delila akamfanya alale usingizi magotini pake. Alimalisha wapi? Ile ilikuwa usingizi ya upendo ya kukufa. Akaita mtu mwingine, yeye kwa anamubembeleza. Mtu anamubembeleza, bana munyola. Na njoo nini? Njoo siri ya nguvu yake. Akaita mtu mwingine, akamunyola. Sawa, alimaliza kumunyola tena. Delila akamwambia, Samsoni, lamuka. Wafilisti wanafanya namna gani? Alipolamuka angali na nguvu. Ngoja niendelee sasa. Wafilisti walimshika. Walipomshika wakasema, huyu mtu mkimuua mtakuwa na mmetukosea. Mumwache tumutese miaka yote. Walimutesa na kusudi wamutese, wanakamata chuma, wanatia mumoto, wakamtobola macho yote mbili. Asiyesikia wazazi, asiyesikia wazazi, asiyesikia kanisa, macho yametoboka. Wakamubeba mgereza, wakampatia kazi ya kusaga ngano. Wako wanamkamata, wanamtia kuchuma, anazunguka iko anasaga nini? Miaka na miaka. Delila wakampatia pesa zake, iko anaenda kukiangalia kisamsoni. Kenya amefanya nini? Kenya amedanganya, anarudia. Kukakuwa siku moja, wakasema tunaita watu wote. Mkuye muone yule Samsoni mwenye alitutesaka, jua mwe muonaka. Mkuye mumuone. Na leo atachezea Mungu wetu. Mwenye anaitwa jina la nani? Dako. Atamuchezea. Kanisa ilikuwa inajengwa na maetaji. Kanisa kajaa watu na Mungu alikuwa anaikala pale, wakaambia Samsoni, ufanya namna gani? Ucheze. Mnaziri wa nani? Anachezea nani? Ngoja niwaulize. Hapa anatuambia wakati tu alitoa siri zake, roho ya Mungu ikamwacha. Roho Mungu asema sitakufa. Kumwenye afanye nini? Unapoacha amri za Mungu, roho ya Mungu anakuacha, unafanya venye unapenda. Roho ya Mungu akamwacha. Samsoni mwii miaka yote alifanya hakukuwa na roho ya Mungu. Aliteseka. Anapokumbuka wazazi wake, anapokumbuka nini? Mashauri. Lakini wakati iko anacheza anasema, mie Samsoni, mie ndio niko nachezea miungu. Delila alimjali tena. Mnaanza alimwea chakula. Mnaanza alipatia kwa zile pesa. Anakuwa peke yake. Je, kwenyewe anakuwa na Mungu? Wadada wangu, kwenyewe mnakuwa na Mungu? Unapoacha tu amri za Mungu, Mungu anakuacha. Identity yako ni gani? Hapa nyuma mwezi tu mwaka. Kwa kwenye tulienda kukanisa, tukakutana stationnaire, tukaenda naye kukanisa fulani. Tulipotoka siku ya Sabato, nikakutana muimbaji mudive. Tuko tunatoka mkanisa siku ya Sabato. Nikakutana identite fille Adventiste. Nilimuiwa kama ni Adventiste juu niko na sede ninamfuataka mkorali.
pale nimweka mkorali. Nikaona mwenye anafanana na ule mwimbaji. Nikasema, eske awibake mkorali fulani? Nasema nilikuwa naimba zamani lakini siimbake tena. Nilimkutana siku ya Sabato na anaimba kitunga mko miogo. Eske kubeba miwogo siku ya nini? Angana identity yake. Nikamsimamisha. Sasa shida ni gani? Asema pastor, basi ni mie huyu tu, ni mie kabisa. Wewe nilikuwa naimba mkorali, ndio ni mie, hakuna mwingine, ni mie. Sasa pastor, nikosaka jinsi ya kufanya. Nikosa jinsi ya kufanya. Unajua pastor, nilikuwa mwimbaji, nilikuwa kashemasi na ningali msichana, hata nilikuwa mifeme na si aolewa na ningali pia waliniamini yaka. Nipo eneza tu miaka 13. Basi nikaona sina ya kufanya, nikalende. Ukafanya nini? Nikalende. Kumudive hapana. Basi naangekuwa jeni kumwana kupapa. Nini? Kumupapa. Wa miaka ngapi? Anaweza kuwa sawa na miaka 15 hivi. Ukaanza ye. Nilimuuliza ukaanza ye. Miaka nilisha pastor, ningefanya. Ungekuwa mimi ungefanya. Maana mazungumuzo na anabeba nini? Nani ule? Wa nini? Tena nani? Mwenye kwa naimba, usebe. Naangana naimba leo. Ningemwambia haungevumiliaka. Aniambia pastor, hawezi kuwa shida za wasichana. Ukikuwa nabo, wakikuwa 3 4 na miaka 13 ndio utaiwaka shida yangu. Wakati tuko tunazungumza naye, si pastor akakuya. Ase pastor, twende sasa. Uko nazungumza na nani na huyu? Ase pastor akasema, huyu msichana ashatushinda, huyu mama ashatushinda. Tushamtembelea yetu yote, tulishafanya yetu yote. Tumefanya nini? Tumeshinda. Ule msichana akasema, pastor, na wewe unasema, pastor, Mungu atakuulizaka damu yangu. Nani? Huyu pastor, Mungu atamuulizaka damu yangu. Pastor, si nilikuwa mkanisa. Kwa mwenye alikuwa na juhudi sawa mie. Wakati mnapata wageni si mimi ndio mlikuwa mnaita. Wakati ya kufula vitambala ya meza ya Bwana si mie. Kupiga mkate si mie, si nilikuwa shemasi pastor. Kuko wakati hata mseminari ufanyaka seminere ukasema je mnawaka kama fulana na kuwaka hapa. Kwa wakati ulifanyaka. Unaweza kama nasia tuweke na akili. Pastor, siwezi kudanganya kenye kilinilumu. Tulikuwa na wakasoba wili pastor. Si wale bote bali wao na niko pale pastor. Pastor, nataka kuambia kama haiko mimi ndio naenda, akasema na fulani ataenda, nilikuwa nakosa hata mzee mwenye atafuata, na fulani ataenda na ndio hapo pastor. Mbona wako nasema wale wakasoba tu wao pastor. Pastor, Mungu atakuuzaka damu yangu pastor. Dada inajitetea pastor, wewe utakusema hapo sana lakini nikasema dada, je, ungali na roho ya Mungu? Unaungana kumbuka kama leo ni Sabato na wewe mzigo? Haungekuwa hata mkanisa. Pastor, nikikuwa mkanisa narudia kwa nani? Naye paenda kumaliza 28 sasa 28. Samsoni iko hana macho, iko anachezea nani? Dago. Kudakika yake ya mwisho. Soma 28. Ndio. Samsoni akaita Bwana. Akaita nani? Bwana. Akaita Bwana. Akakumbuka akaita Bwana. Akasema, Bwana Mungu. Bwana Mungu. Unikumbuke. Ufanye nini? Unikumbuke na kuomba. Ufanye nini? Unikumbuke na kuomba. Na kuomba nikumbuke. Hii dakika ya mwisho ufanye nini? Wakati walimwambia acheze, akasema basi kwa kucheza mnipatie. Ile kanisa ilikuwa nakamatiwa
na nguzo mbili. Akaambia mniambie mnikamata nishike nini? Hii nguzo na hii. Njoo niwachezei. Njoo niweze fanye nini? Kumbi iko anatafuta kumaliza maisha yake. Endelea sasa. Ndio. Ninakuomba mara hii moja tu. Nimekukosea Mungu. Ninaamini umeniacha, lakini kwa hii dakika ya mwisho unisikie. Unipe kulipiza kisasi juu ya Wafilistini kwa ajili ya macho yangu mawili. Hii macho yangu. Unipe nilipisha nini? Kisasi. Hapo mwa Kiswahili. Anasema. Ndipo Samsoni akamwomba Bwana. Inua sauti sasa, watu wako nje. Ndipo Samsoni akamwomba Bwana. Akamwomba Bwana. Akasema. Bwana Mwenyezi. Unikumbuke. Mungu. Nakusihi. Ukanitie nguvu mara hii moja tena. Zile nguvu zangu unilisha mara ngapi? Hii mara moja. Ili kwamba tendo hili nipate kulipiza kisasi juu ya Wafilistini kwa ajili ya macho yangu mawili. Macho yangu yamefanya nini? Yameenda. Endelea. Ndipo Samsoni akazikaribia zile nguzo mbili. Akakamata nguzo ngapi? Mbili. Za katikati ya kanisa. Ambazo lile jengo lilikuwa linazitegemea. Ndio. Akashika moja kwa mkono wa kuume. Ndio. Na nyingine kwa mkono wa kushoto. Ndio. Samsoni akasema, nife pamoja na Wafilisti. Basi nikufa pamoja na wanani? Wamenitosha macho. Na Delila alikuwa muli rafiki yake. Ndipo akazisukuma zile nguzo. Akafanya nini? Akasukuma kwa nguvu zake zote. Ile jengo ikaanguka juu ya viongozi. Munaza wenyewe walikuwa mule, walikuwa banani? Baongozi wote walikuwa, naye alikuwa. Ikafanya nini? Ikaanguka. Enda kwa kumaliza. Maliza. Samsoni hivyo watu wote waliokuwa humo ndani yake hivyo akawaua watu wengi wakati wa kufa kwake kuliko siku alizokuwa angali hai. Wenyewe walikufa ile siku ndio walikuwa wengi. Wenyewe walikuwa waona jinsi atafanya nini? Atacheza. Na ukiona yeye ndio alizika tu. Baisraeli walikuwa mtafuta wakafanya nini? Wakamuzika, wengine wakupata cha kuzikwa. Ngoja niwaambie. Fundisho yenyewe tuko nayo humu ni identity yako. Identity mwi dunia muko walevi wengi. Kesho mtakutana watu wengi wanakunywa nini? Hakuna mwenye atabaje. Lakini wakiona mdive moja anaikala pale. Ase 10 na mdive na wanaanza kunywa nini? Mpime tu. Ukipita mwi barabara unaona wenyewe wanavala, mkionekana tu mdive, kumbe badive na wanaanza kavala hivi, badive zamani ya ukoona. Hamya mziki yaka. Kumbe na wanaanza kavala hivi. Badive ya zamani hapa kukwaka hivi, identity tumepoteza nini? Kumbe badive na wanaanza kalewa. Korale kumbe badive na wanaanza kacheza. Wamepoteza nini? Kumbe badive wanaanza kachambana sawa pagani. Kumbe badive wanaanza kaiba. Wanaanza kufanya nini? Unaweza enda Kadutu, unaweza enda Essence, bana kuiba telefoni. Lakini mtu akimwia telefoni hapa mkanisa. Ukienda mbadive ufunge telefoni yako, na wanaanza kufanya nini? Na wanaanza kaiba telefoni. Identity. Zambi ya Mkristo ikipitikana inajulikana kafasi yote kushinda watu wengine. Balikuwa na yua ngwani ile umu nisikiaka na niko mtoto uweze kusikana mwingine mwenye alisikiaka. Na niko mtoto nikasikia wanaimba tu. Wakati watu biko wanacheza wanaimba, kwa naimba nyimbo mbili. Aseme sikuwa na yua kama
sikuwa najua kama Wakristo wanaibaka. Na wanaibaka nguruwe, juu zilikuwa zinafungiwa wapi? Inji. Pasitare wa kibanda, mama pasitare sikia. Pasitare wa kibanda aliiba nini? Mwana wanaibaka nguruwe mkantie. Ayatu ile yenye pasitare ibaka kubonane kibanda ndio wanasema. Bikazunguluka fasi yote. Na ilipofika kale pasitare wa kibanda aliiba. Ile nguruwe moja. Juu ya nini? Ni juu pasitare mwenyewe angeiba amefanya nini? Ameiba. Ngoja niwaambie kwamba tumepoteza hata identity ya kipastere. Mbele ungefika unasema uko pastere wanakuaminia. Ungefika kubariero unasema uko pastere wanakuaminia. Lakini wengi wamejifanya kuwa pastere na wamepoteza nini? Identity, wanaanza jutia hata wa pastere. Kwa sababu wa pastere wanafanya yenye hawangefanya. Kwa nini unapitaka hata sakosha kwa pastere ndio, wewe dive ndio, na waza pastere wa divangali wewe pita. Kuko wengine mapastere, wenyewe wanabeba jina wanaharibisha identity nini? Ya wapastere. Uko Mkristo ndio pita. Wengine wa Kristo bandia wamepoteza identity nini? Ya Wakristo, hawatuaminie tena. Ile himbo wakaifuata wakasema, sikuwa najua kama hawa jive na waporo wanakunywa nini? Kumbe hawakunywake pombe hadharani, wanakunywa wapi? Munyumba anaponyukuya itajificha. Mwenye amekunywa pombe anapotoka nje, je, itakuonyesha kama amekunywa? Kama asemake Francais anaisema. Na huyo Francais haimbake, anaimba nyimbo tena za mkanisa. Anaanza panda hadi yenyaza, ndakupatia kangombe, ndakupatia mbuzi, ndakupatia shamba. Na nini? Na anatia siri zake za nje sawa nani? Sawa Samsoni jinsi alizitoa wakati Delila alikuwa amemdroge. Kwa mchana wa leo, usiharibisha sifa ya jina la Kikristo. Usiharibishe ile sifa. Ile identity yako ukubali iendelee kuheshimisha zingine. Unaposema mimi ni Mkristo tena wa Sabato, uache wenyewe wataona wadivu waseme kweli dunia imeharibika, lakini mwa Sabato ndio mungali watu. Amen. Kama mtu alikuja kuabudu hapa, akisahau telefone yake, uikamate nimelokota telefone, ubebe kwa radio Maendeleo, useme tumelokota telefone wapi? Kwa kanisa wenyewe walikuwa yaabudu, mkwe mkamate telefone yenu. Njoo identity yetu ile. Dada identity yako, waambie ule kijana sema mimi hapana, mimi niko mdivesi kunywake pombe. Niko nini? Niko mdive. Njoo identity yetu. Muwate turudia mu identity yetu. Watu wanaotuaminie wanaposikia uko nini? Uko nini? Uko mdive wa kuaminia, sema kweli naamini omwe ba dive njoo bangali nini? Njoo bangali banapendana. Je, wadive tungali tunaamini tunapendana? Tunapoorganize makanisa kuko swali zenyewe wanaweza je, mnaaminiana sawa Sabato? Je, mnapendana? Je, mnaweza kula pamoja? Je, naaminia mwenzenu? Mchana wa leo ningependa turudie kwa identity yetu. Tulipobatizwa tuliuliza nini? Maswali, zile maswali ndio identity ya kanisa. Je, tungali tunaishi kufuatana na ahadi ambayo tumefanya na Mungu? Wa vijana muko? Je, tuko na vijana wa kanisa? Wa vijana muko? Wa vijana, je, mtenda timu na? Mtenda timu na? Je, hamuna macho ya kuona? Samsoni macho yake haikuona, alisikia na hana macho. Je, na nyinyi mtenda timu na? Mtenda timu na? Mtapoteza macho. Delila iko timu na atawatosha macho. Tuko pamoja. Mie niko tayari kusindikiza kila kijana mwenye atanibeba mbali, hata tukilipa maviza. Amekosa msichana Mkongo, amemkosa hapa mu Rwanda, amemkosa Uganda, amemkosa Burundi, anasema mie naenda tafuta mzungu. Umekosa nini?
ikiwa ni msabato ambaye iko na identity yako ndakusindikiza. Lakini kama ni wakaribu hapa wa Munganda mwenye ana sorti raka sitakusindikiza. Mwenye ana sorti japo kuko badada wenye ana sorti raka. Kwa dada mwenye ana sorti itakuwa shida kukutana dada mwenye ana sorti mkanisa amepoteza identity yake. Wakaka, kama ni dada wa mkanisa mwenye ana sorti amepoteza identity, usijidanganye. Atakutosha macho. Kwa mchana wa leo ni wanani wenye atasema Mungu, hata dunia iharibike, hata dunia izame, ninapenda Mungu unipe kuchunga identity yangu ya Ukristo wa Sabato. Mimi ni Mkristo tena wa nini? Wa Sabato. Usikubali nilete aibu kwa jina lako. Usikubali nilete nini? Aibu. Na Wakristo wengine wenyewe wametutembelea Sabato ya leo. Si muko na identity? Si muko na identity? Je, leo mnaelewa malalamiko ya walevi? Hamjasikia malalamiko ya walevi? Walevi wako wanalia, wanalalamika na wanalalamika, wanachongea wadive na waporo. Wanasema kama wadive na waporo ndio wameacha pombe imepanda. Juu mwenye anakunywa pombe na kwa karare kuona anakunywa nini? Fanta au ji. Yeye anakunywa nini? Sasa wadive na waporo tumekuwa wa egoiste de sorte que tunakunywa kwanza mafanta na ji na tunachanga mnapombe. Abo banapunguzaka, mudive apunguzaki. Jua akipunguza mbio watamuona. Nipatie chupa wanafikia. Wanangapi ulikuwa ile chupa ni simili na mwingine ameuza mturua mili zengiza. Umepandisha. Umepoteza identity. Mimi ndaomba Mungu aniwezeshe pamoja na wewe utungishe nini? Identity yako. Wadada, tungisha identity yako. Hata wakasoa watasema kama hakuna tena badada kanisani, badada mnapiga sauti mnasema sie tuko hapa, tuko badada. Na sauti kubwa, tuko badada. Nani mwenye atasema Mungu niwezeshe? Kwa nguvu zangu sitaweza. Uniwezeshe nisikuwe sawa Samsoni. Nichunge identity yangu. Wengine waharibishe jina ya Ukristo, lakini mimi nisiharibishe. Wadive wa nguva, turudie kwa ile mitendo yetu ya zamani. Ikiwa utapita utasema mimi ni Mkristo, wasifanye namna gani? Wasifanye wakuaminie kama wewe ni nani? Wewe ni Mkristo. Usibebe tu msalaba na lukamba shingoni, 15 ni ya nini? Ni ya mubaya. Je, uko tayari kusema sawa Paulo anasema munifuate mimi? Chef de chorale, uko tayari kusema waimbaji wenyewe na sindifuate nizimdikiza nyimbo, mfuate tabia yangu? Mwenye atasema Mungu niwezeshe nisipoteze identity yangu ya Ukristo, asimame tuombe. Simame tuombe. Mwenye atasema Mungu uniwezeshe, Mungu wangu uniwezeshe, acha tuombe. Baba Mungu mtakatifu, asante kwa mchana wa leo. Asante Mwokozi kwa sababu wewe umetumba kwa sura yako. Na zaidi ya yote tulipokosa ukatukomboa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Asante Mwokozi kwa sababu tumebeba jina la Ukristo. Tunapoitwa mjina lako, ukubali tuishi kufuatana na jina lako. Baba Mungu mtakatifu, Wakristo wengi wamepoteza identity yao. Wameonekana pamoja na walevi, wameonekana pamoja na washerati, wameonekana pamoja na wezi, hata hawaaminike tena. Ninakuomba kwa mchana wa leo, ikiwa tumesimama tunaposikia neno lako, ukubali tuishi kufuatana na Biblia yako. Umetuchagua sawa vile umechagua Samsoni, ili tulete nuru katika giza ya dunia, ili tulete kweli mahali ambapo kweli imekosekana. Tuangae mwovu shetani, usitukubali atuwe katika mambo ya giza. Sisi tunaporudi tukumbuke fundisho ya leo ya kwamba Mwenyezi Mungu, tusipoteze jina lako, tusiharibishe jina lako, tuchunge jina lako ambalo tumeitwa ndani.
hata wajirani zetu watuaminie, katika jina tukufu la Kristo, amen.